Sasa hivi unaotembea ni unabii wa Daniel, maarifa yataongezeka. Hivi unajua kwamba kuna maroboti sasa hivi yanatumwa yanafanya kazi kama wewe? Maroboti kule China. Watu wametengeneza, sasa kilichobaki ni pumzi. Lakini yanafanya kazi. Kwa hiyo ajira itakuwa ndogo. Sasa wewe kama unategemea akili zako kwamba nimemaliza na PhD nitapewa ajira, maroboti yanafanya kazi, hayachoki, maana hayana damu. Msicheke, tumepaswa tuyajue, lakini sasa tumekuwa mifupa mikavu kwamba tuangalie dalili za mwisho ni nini. Maroboti ambayo yatafanya kazi usiku na mchana, hayachoki. Wewe nakuta utamwambia wewe tajiri, naomba likizo. Naomba likizo, nimechoka. Roboti haina kusema naomba likizo. Na halipo mshahara. Maana haoi, hana familia, hana nyumba, yani hana chochote. Wewe ndiye utasema niongezee posho. Unampia hasara bosi. Sasa roboti ni nyakati za mwisho. Roboti linakwenda linabeba mizigo linaleta, hailipi chochote. Ni nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho. Unategemea ajira, mtegemee Mungu. Ajira itafika mahali itakoma, maana maroboti yatafanya pale unapofanya. Yatapiga, yatafundishwa, yatapiga laptop vizuri kweli. Yatatembea na laptop vizuri. Mimi ni mhasibu. Yanapiga mahesabu kwanza, hayachoki usiku na mchana. Sasa wewe unategemea udereva, una leseni, unaendesha gari na haligongo, hata likigongo halifi. Wewe kisha itabidi ulipiwe, umtie bosi hasara. Tuko nyakati za hatari mno. Lakini haya kanisa limesitwa. Hawayajui, wanatembea kama vipofu, kama mifupa mikavu. Tumepaswa kuyajua haya, tungeng'ang'ana na Mungu. Maana Mungu yeye amesema sitakuacha wala sitakupungukia. Hata kukitokea hana yoyote, itokee mvua hainyeshi miaka mitatu, wewe atakulisha kama Elia. Sasa watu wanasema hivi, kweli Elia alilishwa? Hivi kweli kunguru alipeleka mkate? Mwenye watu wangu wataishi kwa imani, akichunguza chungura za kusita, roho ya Mungu haina furaha na wewe. Sema amen. Maroboti ambapo huko nyuma ungewaambia wazazi wetu waliokufa huko akina Adamu kwamba kuna miroboti inatembea, inabeba, inafagia hapo ndani, inapiga deki. Wewe upigi deki kama roboti. Roboti linapiga deki, halichoki kwamba mgongo unauma. Inapiga deki ghorofa nzima mpaka huko juu kwa wakati. Yani akili za mwanadamu. Unajua tunataka kurudishiwa akili ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Sasa sisi kwa kutokwenda na Mungu tunazidiwa na mataifa. Umesikia? Sisi ndio tungetakiwa tujue maroboti au tujue hii roboti nikoje. Aliyetengeneza roboti hana Mungu. Na ngoja nikueleze kitu fulani. Ukisoma Wathesalonike anasema hivi, ile naomba nisikilize. Ile sanamu nini, shetani ataitia pumzi. Ataitia pumzi nayo itatembea. Iko wakati yale maroboti yatatiwa pumzi. Wewe ngoja tu tuendelee. Ili likinie neno la Bwana. Ile sanamu itatiwa nini? Pumzi. Hapo kishatiwa pumzi, sasa wewe sasa sijui utafanya nini. Alafu ukusomeshwe na jisomesha yenyewe. Wewe sina ada kumsomesha mtoto wangu. Lile halina aliko linajua vitu vya Mungu, linajua kila kitu cha Mungu. Linatii, likiambiwa nenda kule kaoshe vyombo, linaenda kuosha vyombo. Wewe ungeambiwa kaoshe vyombo ungesema nimechoka. Sasa ndio nimetoka kupiga beti, unaniambia nikaoshe vyombo. Ni lile halichoki. Linafua, linapiga pasi. Linapika mandazi. Wanacheka wanangu. Ninauza mchicha. Bebe sinia. Haleluya, haleluya. Sasa ajira tutapata wapi sisi hizi? Bwana asifiwe. Amen. Nakoroga unga alichoki. Wanajiriwa huko kwenye mabakeri. Wewe ulipo unajiriwa kwenye bakeri unaambiwa sasa redundancy, hamna kazi. Unaweza kusema Mungu wangu utaishije? Utaishi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani.
Yani unajua wewe tumaini lako liko kwenye kazi. Lakini mtu wa Mungu, mimi nakwambia tumaini lako liwe kwa Mungu. Hata wakakuachisha kazi, kuna mlango utafunguliwa kwa ajili yako. Unamtumaini Mungu, yani kuna mlango utafunguliwa tu. Mbona mimi nimeacha viatu? Mbona mlango umefunguliwa? Hata ukitaka usitoe fungu la 10 itatoa tu, maana ni agizo la Bwana. Na tunagawana na Mungu. Mungu anachukua cha kwake na mimi nachukua changu.